Sifu Yesu Kristo, watu wa Mungu aliye hai. Karibuni sana wapenzi watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ndani ya Jerusalem Family TV, ambayo ni huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Tunafuraha kukukaribisha ikiwa leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu katika nguvu za Roho Mtakatifu anatupa kibali kuweza kukutana mahali hapa kwa ajili ya kuendelea na mafundisho yetu ya neno la Mungu. Na tupo kwenye msimu wa semina yetu ya shukrani, ambayo ni semina ya siku 3 inayotegemea kuanza siku ya leo, ikiwa ni tarehe 3 Julai mpaka ile tarehe 5 mwaka huu 2026. Semina hii inatukutanisha kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kufikisha nusu mwaka huu wa 2026. Tunapata nafasi ya kutoa shukrani zetu kwa Bwana. Tunapata nafasi ya kutathmini mwaka katika fundisho la neno la Mungu. Lakini pia semina hii itaambatana na sadaka maalum tunayoendelea nayo ya mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi kwa ajili ya kutoa nia ya misa. Tutahitimisha semina hii kwa misa ya shukrani. Misa hii itakuwa ni misa maalum kabisa ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia tumeweza kufikisha nusu mwaka. Hivyo basi unaweza ukashiriki kwa kutoa sadaka yako kupitia namba zetu zinazoendelea kutembea kwenye magrupu yetu mbalimbali, ili uweze kuunganika na Bwana katika shukrani hizi zifike pale kwenye kiti cha enzi cha Mungu, pale kuhani wake atakapoadhimisha misa takatifu. Karibuni sana wapendwa. Naitwa Mwalimu Petro, napatikana Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kama ndio unanipata kwa mara ya kwanza, tufungue kwa sala ili moja kwa moja tuanze rasmi mafundisho yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambao Baba unatupa kibali watoto wako tukiwa tuko kwenye studio zetu za Jerusalem Family TV kwenda kuanza rasmi programu yetu ya shukrani. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa na sisi tangu mwaka huu unaanza. Tunasema asante Roho Mtakatifu. Tunaamini ni katika uweza wako, nguvu zako na kibali chako ndio maana Bwana tuko mahali hapa. Mungu, tunarudisha sifa, tunarudisha heshima na utukufu mbele zako, kwa sababu wewe ndiwe Mungu ustahilie kuokoa. Wewe ndiye Mungu ustahilie kubariki. Wewe ndiye Mungu ustahilie kuleta amani na uzima. Bwana, tuko mikononi mwako. Tuende kwa nani? Huku kwako kuna neno la uzima. Mungu Baba, tunarudi kwako watoto wako. Tunaleta shukrani zetu kwako. Tunaleta shukrani zetu kwako. Tunaomba Bwana kukushukuru kwa ajili ya siku hii ya kwanza. Bwana, tunasema asante kwa ajili ya siku hizi 3. Tunaamini Bwana umetupa ni kwa neema yako na uweza wako. Ndio maana tunaomba toba na msamaha Bwana. Hata maeneo yote ambayo tumekosea, maeneo yote ambayo tumeenda kinyume na mapenzi yako, tunaomba Roho Mtakatifu tusamehe. Tunaomba Roho Mtakatifu tutakase. Tunaomba Roho Mtakatifu kwa damu yako ya thamani utuoshe. Tunaalika na nguvu zako na uwepo wako. Tunaomba vyote vitushukie siku hii ya leo, tunapoenda kuanza siku hii ya kwanza, ikiwa ni malango Bwana. Tunaachilia damu ya Yesu kwenye lango la siku hii ya kwanza. Tunaomba Roho wa Mungu simame na sisi. Kila kitakachofanyika hapa kisifanyike kwa akili ya mwanadamu, kisifanyike kwa hisia za mwanadamu, bali mambo yote Roho Mtakatifu yaongoze we mwenyewe katika sifa na utukufu wa jina lako. Na kanisa lote mahala popote ulipo tuseme amen. Karibuni sana wapendwa. Naitwa Mwalimu Petro, kama nilivyoeleza pale mwanzo. Kwa wale ambao ni wageni, tupo kwenye program ya siku 3 za semina ya shukrani. Tunaenda kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha tangu tumeuanza huu mwaka hadi kufika hapa tulipofika mwezi huu wa 7. Tumevuka nusu mwaka, ni kwa neema na si kwa uweza wa mwanadamu. Shukrani zetu hizi zinaambatana na sadaka yetu tunayoendelea nayo ya mwisho wa mwezi na mwanzo wa mwezi, ambayo sadaka hii sehemu yake itatolewa kama shukrani kwa ajili ya misa takatifu itakayosomwa na mlezi wetu Father Julius Mtei. Atatuongozea misa maalum ya shukrani kwenye parokia anayohudumu ile tarehe 12 Julai. Kwa hiyo unakaribishwa uwe sehemu ya kumshukuru Mungu kupitia kutoa sadaka yako kupitia namba zetu zilizozoeleka ambazo zinatembea kwenye magrupu yetu ya WhatsApp na magrupu mengineyo. Unaweza ukashiriki sadaka yako ili tunapofanya misa na wewe pia
uunganike kwenye misa hiyo. Wapendwa, karibuni sana katika shukrani zetu hizi. Tutakuwa tuna somo maalum kabisa ambalo tutajifunza. Somo letu tutakalojifunza linaitwa shukuru upate tena. Somo letu linaitwa shukuru upate tena. Somo letu linaitwa shukuru upate tena. Kabla sijaanza kufundisha somo hili, naomba nionyeshe mfano wa kushukuru. Tulikuwa na kongamano Dar es Salaam pale Msimbazi Center siku kadhaa zilizopita. Binafsi ninapenda kuwashukuru ninyi nyote mnaonitazama na wale mnaonisikiliza kwa kushiriki ile kongamano kwa uaminifu. Mungu awabariki sana sana. Watu wengi walishiriki kwa kuchangia sadaka zao. Wengine walikuja kabisa. Tulikuwa tuna watu kutoka mikoa mbalimbali. Tulikutana pale Msimbazi Center kwa ajili ya kongamano. Niko hapa kama mwenyekiti wa huduma hii ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari kuwaambia asanteni sana wale mliochangia kwa fedha zenu, wale mliotuombea na wale mliokuja. Mungu awabariki sana na karibuni tena. Wapendwa, na hata katika semina hii ya shukrani pia tutakuwa na nafasi ya kushukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo alitenda kwenye lile kongamano. Hata leo tumeshare na watu ushuhuda mbalimbali na tumekuwa tukifanya hivyo, ni kuonyesha kile ambacho Mungu alifanya ili tuendelee kumpa heshima na utukufu wake. Basi majira haya tuendelee na semina yetu. Kama nilivyowaambia, somo letu linaitwa shukuru upate tena. Somo letu linaitwa shukuru upate tena. Katika somo hili tuna malengo makubwa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nusu mwaka kutufanikisha kiroho, kihuduma na kimaisha binafsi, ikiwemo na kuwezesha kongamano letu. Katika semina hii tuna malengo makubwa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya nusu mwaka, namna ambavyo ametufanikisha kiroho, kihuduma, kimaisha binafsi na kutuwezesha kufanikisha kongamano. Najua kila mmoja aliyoko hapa ni mtu wa Mungu. Kwa kama ni mtu wa Mungu, ana sehemu ya maisha yake ya kiroho, lakini pia una sehemu ya maisha yako ya kihuduma au kiutume, lakini pia una sehemu ya maisha yako binafsi na una sehemu ya maisha yako kama mwana Jerusalem. Kwa hayo maeneo yote ya kiroho, kimaisha binafsi, kihuduma, kijerusalem, yote kwa ujumla, tutatumia semina hii kumshukuru Mungu. Tutatumia semina hii kumwambia Mungu asante. Kama somo letu linavyosema, shukuru upate tena. Kwa tutakaposhukuru, tunaamini Mungu atatufungulia milango ya kupata tena kadiri ya mapenzi yake. Wangapi wako hapa wanaamini katika kushukuru huku tutapata tena? Kama nawe ni mmoja wapo, sema amen mahala ulipo. Na kilele cha shukrani hizi kitahitimishwa kwa ibada maalum ya misa takatifu itakayosaliwa na Father Julius Mtei, ambaye ni mlezi wetu wana Jerusalem Family wote, ambaye anahudumu ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Arusha. Kwa hiyo sisi wengine tunaungana na hii misa kwa njia ya sadaka. Na ndio maana sadaka zote tunazotoa mwisho wa mwezi wa 6, mwanzo wa mwezi wa 7, nia yake ni moja, shukrani. Sehemu ya sadaka hii itatumwa kwa Father kwa ajili ya nia ya misa. Ukitaka uungane na hizi baraka, shiriki sadaka yako kwa utaratibu uliowekwa. Andiko letu la msingi ambalo tutatembea nalo kwenye hii semina ni kile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 19. Unaweza ukafunua na mimi au tukasoma pamoja kitabu kile cha Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi wa 19. Injili ya Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi ule wa 19. Inasema namna hii: ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya.
Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma. Wakasimama mbali. Hebu sema watu 10 wenye ukoma. Sema tena watu 10 wenye ukoma. Wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana wetu, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Naomba niweke msisitizo zaidi kwenye huu mstari wa 17. Huu mstari wa 17 anasema hivi, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Narudia tena kusoma hapa mstari wa 17. Anasema, Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wa wapi? Hichi kitabu ambacho nimekusomea mpendwa, ni moja ya vitabu maarufu sana kwetu wa Kristo, na vimekuwa vikisomwa mara kwa mara na kuhubiriwa mara kwa mara, na yamkini hata sio mara yako ya kwanza kusikia. Ila naomba usisikie kimazoea siku ya leo. Sikia kitofauti, kwa sababu neno la Mungu kila linapokuja linakuja likiwa jipya. Sema amen. Katika hili neno tunaona habari maarufu ya wakoma 10, ambao katika hao wakoma 10, wakoma 9 walikuwa ni Wayahudi na mkoma mmoja alikuwa ni Msamaria. Unajua taifa la Israeli limegawanyika katika pande mbili. Kipindi kile lilikuwa limegawanyika katika upande wa Wasamaria na lilikuwa limegawanyika katika upande wa watu wa Yuda. Sasa walikuwa watu wa Yuda au Wayahudi walikuwa 9 ambao ni wakoma, afu mmoja kati yao alikuwa ni Msamaria. Sasa Yesu alivyopita pale aliwaponya wote 10 bila kuwabagua, kwa sababu wao walikuwa na tabia ya kubaguana. Wasamaria na Wayahudi walikuwa hawakai pamoja, na ndio maana hata kama umewahi kusoma kile kisa cha yule kahaba mwanamke Msamaria ambaye Yesu alimuokoa pale kisimani, kwenye kisima cha Yakobo, alimwambia Yesu, sisi wa Samaria na ninyi Wayahudi hatuchangamani. Walikuwa wana hiyo desturi, hawakuwa wanachangamana. Lakini Yesu alipofika pale kwa wale wakoma, mmoja akiwa Msamaria na 9 wakiwa Wayahudi, Yesu hakuangalia ile hali ya wao kuto kuchangamana kwao, aliwaponya wote kwa ujumla wao. Sasa Yesu alivyowaponya, baadaye wakaondoka. Na walivyoondoka, kila mtu aliposhuhudia uponyaji wake, aliyerudi kushukuru ni mmoja tu ambaye alikuwa ni Msamaria. Na ndio maana utaona Yesu anasema, wale 9 wako wapi? Mbona amerudi huyu mgeni peke yake kushukuru? Zingatia hii kauli, wale 9 wako wapi? Mbona amerudi huyu mgeni peke yake? Mgeni maana yake nini? Ina maana huyu si Myahudi mwenzetu, kwa sababu kumbuka Yesu alizaliwa kwenye jamii ya Wayahudi, kwa naye alikuwa ni Myahudi. Kwa alipokuwa anasema mbona amerudi huyu mgeni, alikuwa anamaanisha ndugu zangu Wayahudi wenzangu mbona hawajarudi? Kwa Yesu akamwambia yule mmoja aliyerudi, nenda, imani yako imekuokoa. Nisikilize pole pole. Unaweza ukatendewa jambo na Mungu ila ukawa hujaokolewa na Mungu. Nasema hivi, unaweza ukatendewa jambo na Mungu ila ukawa hujaokolewa na Mungu. Narudia tena mara ya 3. Unaweza ukatendewa jambo na Mungu ila ukawa hujaokolewa na Mungu. Kutendewa jambo
jema na Mungu ni kitu kingine, na kuokolewa na Mungu ni kitu kingine. Kutendewa jambo jema na Mungu ni kitu kingine, na kuokolewa na Mungu ni kitu kingine. Kwa haraka haraka unaweza ukafikiri kutendewa jambo na Mungu na kuokolewa na Mungu ni kitu kimoja, ila ukikaa kuchambua kiundani unapata nafasi ya kuelewa kutendewa jambo jema ni kitu kingine na kuokolewa na Mungu ni kitu kingine. Kwa lugha nyepesi, ili kukusaidia kuelewa, ni sawa na kusema kujibiwa maombi ni kitu kingine na kuokolewa ni kitu kingine. Unaweza ukajibiwa maombi yako ila ukawa haujaokolewa. Kuna watu hawajanisikia. Nasema hivi, unaweza ukajibiwa maombi yako uliyoomba ila ukawa haujaokolewa. Kwa ile kuona umejibiwa sio kigezo cha kwamba umeokolewa. Na ndiyo maana huyu Myahudi, huyu Msamaria aliyerudi kushukuru, aliambiwa imani yako imekuokoa. Ila alitendewa na wenzake wote. Wote walitendewa uponyaji. Ila ye mmoja akaambiwa imani yako imekuokoa. Kuokolewa kunatokea mara baada ya wewe uliyetendewa jambo fulani na Mungu kutambua kwamba umetendewa hilo jambo, alafu kuthamini kule kutendewa kwako hilo jambo. Ukisha thamini ukarudi kumshukuru Mungu, ndipo anakuokoa. Nasema hivi, kuokolewa kunakuja kwako mara baada ya Mungu kukutendea jambo na we ukatambua kwamba hapa nimetendewa, afu ukathamini kile ulichotendewa, alafu ukarudi kumshukuru aliyekutendea, ndipo unaokolewa na Mungu. Na ndo maana wale wakoma walikuwa 10 na wote wakatendewa tendo moja la uponyaji. Walipotendewa wote tendo moja la uponyaji, ni mmoja pekee ndiye ambaye alikaa akatambua kwamba nimetendewa uponyaji, alafu akathamini ile hali ya kutendewa uponyaji, akarudi kumshukuru aliyemponya, ndipo akaokolewa. Na ndio maana Yesu akamwambia, nenda, imani yako imekuokoa. Ina maana wale 9 ambao waliondoka wakiwa wametendewa, ila hawakuambiwa imani zenu zimewaokoa. Waliondoka wamejibiwa uponyaji, ila hawakuwa wameokolewa. Si kama unanielewa? Wacha nikupe mfano mwingine. Kwa mfano, mnaenda watu 10, mnaenda mbele za Bwana, na wote 10 mnamuomba Mungu awape kiwanja cha ujenzi. Na Mungu anawajibu wote 10, mnapewa kiwanja cha ujenzi. Yule anapewa heka 2, yule heka 2, yule heka 2, yule hekari 2, na yule tena hekari 2. Alafu mnapoondoka, ni mmoja tu ndiye ambaye anakaa kutambua kwamba nimepewa heka 2 na Mungu. Aisee, hili jambo ni la thamani sana kwenye maisha yangu, kupewa heka 2 na nimeombea namna hii. Hebu ngoja nirudi nikamshukuru Mungu. Anaporudi kumshukuru Mungu, ndipo Mungu anamwambia, imani yako imekuokoa. Hebu chukua hati ya hizi heka 2 nilizokupa. Anaondoka. Na ndio maana kununua kiwanja ni kitu kingine, na kupewa hati miliki ya hicho kiwanja ni kitu kingine. Kwani hujawahi kuona mtu amenunua eneo ila hana hati ya hilo eneo? Mwenye hati ya hilo eneo ni mtu mwingine. Yeye amenunua kweli na amelipa hela kweli, ila hana hati miliki. Na ndio maana ukinunua kiwanja unaambiwa fuatilia na hati miliki ya hicho kiwanja, ili asije akaja mtu mwingine akakudhulumu akakwambia ni kiwanja chake. Kwa hiyo kununua ni kwingine na kupewa hati miliki ni kwingine. Mpendwa, kujibiwa maombi ni kama umenunua. Kushukuru afu ukaokolewa baada ya kushukuru ni kupewa hati miliki ya kumiliki huo ushuhuda wa majibu uliopewa.
Oh, pole pole utaenda ukinielewa. Oh, haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Wacha muda huu ni kuonyeshe maana ya hali ya kuto kuokolewa mara baada ya kutendewa jambo. Ni kuonyeshe maana ya hali ya kuto kuokolewa mara baada ya kutendewa jambo. Ni kuonyeshe maana ya hali ya kuto kuokolewa, sio kuokolewa, kuto kuokolewa mara baada ya kutendewa jambo. Kuto kuokolewa mara baada ya kutendewa jambo ni ile hali ya kujibiwa kwa kile, ni ile hali ya kujibiwa kilio chako. Kisha kwa sababu ya wewe kutokushukuru, kuna mfanya Mungu akatishe raha ya kujibiwa kwako njiani, urudi tena kwenye maangamizo. Nasema hivi, ni ile hali ya kujibiwa kwa kilio chako. Kisha kwa sababu ya wewe kutokushukuru, kuna mfanya Mungu akatishe raha njiani ya kujibiwa kwako, urudi tena kwenye maangamizo. Nasema hivi, hali ya kutokuokolewa mara baada ya kujibiwa ni ile hali ya kujibiwa kwa kilio chako ulichokuwa unamuomba Mungu, unajibiwa. Ila kwa sababu haujarudi kumshukuru Mungu, anakatisha ile raha njiani ya wewe kujibiwa. Ghafla unashangaa uharibifu unakurudia tena, unarudi kwenye maisha yako ya kama zamani ya kuangamia. Kwani hujawahi kumwona mtu alikuwa hana mtoto kwa muda mrefu, inatokea Mungu anambariki, anapata mtoto, lakini kwa sababu ya huyo mtu kuanza kujikweza na kujiinua na kuto kumshukuru Mungu, ghafla baada ya muda unashangaa yule mtoto anakufariki. Kwa watu wanasema aliteseka muda mrefu kusubiri mtoto, akapata mtoto, amekaa naye miezi 6, lakini cha ajabu huyo mtoto amefariki tena. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu hakurudi kushukuru. Kwa Mungu amekatisha njiani raha ya kujibiwa kwake, raha ya kutendewa. Ina maana alijibiwa ila hakuokolewa, kwa sababu kuokolewa ni kudumishwa kwa ule ushuhuda Mungu aliokupa. Nasema hivi, kuokolewa ni kudumishwa, ni kudumishwa kwa ule ushuhuda Mungu aliyekupa. Acha nikupe mfano mwingine. Unakuta mtu anaomba kazi, anaomba ajira na anapata ile ajira. Akishapata ile ajira anaanza kuitumikia, lakini anasahau kumshukuru Mungu kwa kumtolea sadaka ya mshahara wake wa kwanza. Anasahau kumshukuru Mungu kwa kumtolea fungu la 10 kwenye mishahara anayopata. Kwa sababu hajamshukuru Mungu namna hiyo, unashangaa huyo mtu mara baada ya muda mfupi hadumu kazini, anafukuzwa ghafla, au linatokea jambo tu linamtoa kwenye system, anakosa tena kazi. Kwa unashangaa watu wanasema fulani alipataga kazi na alisota kweli kuipata, lakini ghafla mara baada ya miezi 6 alifukuzwa kazi, amerudi tena kwenye ukosefu wa ajira, amerudi tena kwenye umaskini. Na watu wanakaa kujiuliza, kwa nini huyu mtu iko namna hiyo? Unaweza ukasingizia labda ana kifungo fulani, au wewe mwenyewe unaweza ukasema labda kuna roho fulani ya familia, labda kuna pepo fulani. Kumbe hakuna pepo wala hakuna kifungo kinachokusumbua, ila ni ile hali ya wewe kuto kushukuru imemfanya Mungu akatishe njiani ile raha ya wewe kule kujibiwa kwako, unarudishwa tena kwenye mateso. Na ndiyo maana ukitaka kutendewa kwako kudumu, ile hali ya we kujibiwa idumu siku zote, lazima urudi kushukuru. Kwa unaporudi kushukuru, inafungua mlango wa we kuokolewa. Maana kutendewa ni kitu kingine na kuokolewa ni kitu kingine. Kuokolewa kuna kuja pale unaporudi kushukuru, na kuokolewa ni dhamana inayokuwezesha udumu na ule ushuhuda milele yote, udumu na kule kutendewa milele yote. Mungu akusaidie kuelewa. Sema amen katika jina la Yesu. Kandaraboshaka. Wacha tupitie muda huu kitabu cha Kutoka.
tufanye Bible study kidogo kwenye kitabu cha Kutoka ile sura ya 3 ule mstari wa 7 hadi wa 10. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 ule mstari wa 7 hadi wa 10. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 10. Inasema namna hii: Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikiliza kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu kwa hao wana wa Israeli katika Misri. Unaona, Mungu anazungumza juu ya wana wa Israeli ambao walikuwa wanaishi utumwani kule Misri na wakateseka sana, na kwa miaka yote 400 ambayo walikuwa watumwa, walikuwa mara kwa mara wanamlilia Mungu kwa sala, wanamlilia Mungu. Wengine walikuwa wanafunga wakimlilia Mungu. Yamkini wengine walikuwa wanasali novena walizokuwa nazo kipindi kile, wanamlilia Mungu. Wengine walikuwa wanatoa sadaka, wanamlilia Mungu. Na wote kilio chao ilikuwa ni kimoja: Mungu, tutoe kwenye utumwa hapa Misri. Na wakati ulipofika, Mungu akawainulia Musa, akamwambia Musa, nimeona mateso ya watu wangu huko Misri, nimesikia kilio cha watu wangu huko Misri, na kutuma, nenda ukawaokoe, nenda ukawaokoe. Na Musa alipoitikia ule wito, alipofika kuwaambia wazee wa Israeli, Mungu amenituma nije niwatoe kwenye utumwa, ile siku ilikuwa ni siku ya furaha mno kwa watu wa Israeli. Walifurahi, walishangilia, kwa sababu waliamini leo ndio mwisho wa mateso yetu. Wakatolewa Misri, na palitokea nginja nyingi sana, mpaka Farao akawaruhusu. Wanaosoma Biblia wanaelewa, walipitishwa mapigo zaidi ya 10. Ndipo Farao akawaalao, let them go, akawaacha wakaenda. Wakiwa kule jangwani katika safari ya kuelekea kwao nchi ya ahadi, walipita kwenye njia mbalimbali sana ambazo walipitia walipotolewa njiani, wakiwa wanaelekea huko kwenye utimilifu wa kushuhudiwa kwao. Na unajua, Mungu aliwaambia nchi mnayoelekea ni nchi ijayo maziwa na asali. Kwa akaanza kuwapitisha kwenye njia ya kuwapeleka kwenye nchi ya maziwa na asali. Wakiwa njiani wanaelekea kwenye utimilifu wa ushuhuda wa kutendewa kwao na Mungu, baadhi yao waliiona ile safari ni ndefu sana, wakaanza kulalamika, kunung'unika na kusononeka. Na kwa ajili ile Mungu alikatiza safari kwa kila aliyelalamika akiwa njiani. Nasema hivi, wana wa Israeli waliambiwa mnaenda kwenye nchi ya asali na maziwa. Walipokuwa njiani wakielekea kwenye hiyo nchi ya asali na maziwa, wako baadhi yao waliiona ile njia ni ndefu sana, wakawa wanalalamika, wananung'unika. Kwa ajili ya kule kulalamika kwao, kunung'unika kwao, Mungu alikatiza safari kwa wale wachache waliolalamika. Hawakuweza kuingia kwenye ile nchi ya ahadi. Ila wale ambao walikuwa kila wanaposonga na safari wanatambua thamani ya uwepo wa Mungu kwenye ile safari, wanatambua kutendewa na Mungu kwenye ile safari, kwa kila hatua chache waliokuwa wanapiga walikuwa wanarudi kushukuru. Kila hatua chache waliokuwa wanapiga wanarudi kushukuru. Wao Mungu aliwawekea mkono wa kuokolewa na walifika kwenye nchi ya ahadi. Kwa hiyo unaona kuna makundi mawili.
kwenye safari ya wana wa Israeli. Kuna kundi la ambao hawakufika na kuna kundi la waliofika. Kundi la kwanza la ambao hawakufika, kilichowafanya wasifike si kingine, si laana ya familia, si pepo, si mkosi, ila ni wao kutokushukuru kwao. Kutokushukuru kwao kuliwanyima nafasi ya kuingia nchi ya asali na maziwa, walifia njiani. Ila kundi la pili la walioingia nchi ya asali na maziwa, hawakuingia ile nchi kwa sababu ya kutoa kwao sadaka kubwa, kwa sababu ya kuvunja laana za familia. No. Ila kilichowaingiza ni ule moyo wao wa kutambua thamani ya Mungu kwenye kila hatua kidogo ya waliopiga kwenye safari yao ndefu. Kila hatua kidogo waliopiga walikuwa wanarudi kumshukuru Mungu. Kila hatua kidogo waliopiga walikuwa wanarudi kumshukuru Mungu. Kwa ile kushukuru kwao, Mungu aliwaokoa wakaingia nchi ya ahadi. Si kama unanielewa? Acha tufanye Bible study hapa, kuna kitu upate. Angalia pamoja nami kile kitabu cha Hesabu, ile sura ya 21, ule mstari wa 4 hadi wa 9. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 4 hadi wa 9. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 4 hadi wa 9. Kuna mtu yuko hapa. Kuna mtu yuko hapa. Ananisikiliza muda huu. Anajisikia hapa kwenye moyo wake panamuuma. Anajisikia hapa panamuuma. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaamuru mafuta ya uponyaji ya kushukie wewe unayenitazama, wewe unayenisikiliza, rapandereboshaka, na unajisikia maumivu kwenye hili eneo, katika jina la Yesu, eneo la kifua chini ya moyo panapokuuma, ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, pokea uponyaji majira haya, pokea uponyaji majira haya. Na Mungu anakuponya kwa sababu umekuwa ni mtu wa shukrani. Licha ya mateso, haujawa mtu wa kulalamika. Pokea uponyaji, mafuta ya uponyaji yanakushukia kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Tusonge mbele na kitabu cha Hesabu, ile sura ya 21, ule mstari wa 4 hadi wa 9. Kitabu cha Hesabu sura ya 21 mstari wa 4 hadi wa 9 inasema namna hii: wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnung'unikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zina kinai chakula hiki dhaifu. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka wa shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyemuinua itazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai, msifu Yesu Kristo. Kanisa la Bwana, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. Kanisa la Bwana, katika hili neno tunaona hii scenario ya wana wa Israeli wanasafiri kwa njia ndefu kuuzunguka mlima Hori kuelekea nchi ya ahadi ya asali na maziwa. Kuna watu kwa sababu ya kuiona ile njia kuwa ndefu, Biblia inasema wakafa moyo, wakanung'unika, wakalalamika badala ya kushukuru. Na Mungu alipowatazama namna hiyo, akaachilia nyoka wa moto. Wale nyoka wakawauma wale watu wakafa. Na baadhi yao walipoona wenzao wanazidi kung'atwa na nyoka wanakufa, wakagundua makosa,
kwamba hapa tumekosea, kufa moyo na kunung'unika kutokana na hii njia kuwa ndefu. Wakaenda kumuomba Mungu msamaha pamoja na Musa. Nisikilize vizuri. Mungu akamwambia Musa, fanya nyoka wa shaba. Atakayemwona nyoka atapona. Atakayeendelea kulalamika anakufa. Nisikilize polepole. Musa wa leo ni Yesu Kristo. Musa wa leo ni Yesu Kristo. Na kila mtu ana njia yake ya maisha. Tunavyoishi huu mwaka, tunasafiri kwenye njia zetu za maisha. Na yamkini hiyo njia yako ya maisha unayosafiri nayo mwaka huu, mpaka kufikia katikati ya mwaka, unaiona imekuwa ndefu, unaiona imekuwa ngumu, unaiona imekuwa kubwa, unaiona imekuwa na milima na mabonde, kiasi ambacho hapo ulipo umekufa moyo. Hapo ulipo umekata tamaa, kwa sababu unaona ni mabonde tangu mwaka umeanza, ni milima tangu mwaka umeanza, ni njia inazidi kuwa ngumu tangu mwaka umeanza. Unakufa moyo na umekufa moyo, hauoni pa kutokea, kiasi ambacho umegeuka kuwa mtu wa lawama, umegeuka kuwa mtu wa kukosa shukrani. Nisikilize, kadiri unavyolalamika ndivyo njia yako inavyozidi kuwa ngumu. Nasema hivi, kadiri unavyolalamika ndivyo njia yako kwenye mwaka inavyozidi kuwa ngumu. Ila kadiri unavyotambua uwepo wa Mungu katika yale madogo madogo anayokusaidia kuyaona kwenye safari yako, ndivyo unavyoendelea kuirahisisha njia yako. Kwa hiyo shukrani inarahisisha njia ndefu iwe nyepesi kwenye mwaka, ila lawama na manung'uniko yanafanya njia ya maisha kwenye mwaka izidi kuwa ngumu. Na ndio maana kuna watu wapo katikati ya mwaka walishakufa, kila kitu kwao kimekufa, amebaki yupo tu. Malengo aliyoingia nayo mwanzo wa mwaka ameshayakatia tamaa yote, amebaki yupo anasema, mimi hata sielewi tu, huu mwaka uende tu, sielewi, huu sio wangu, nivumilie uishe, mimi uenda mwakani ndio wa kwangu. Nisikilize vizuri, nani kakwambia huu mwaka sio wako? Nani kakwambia huu mwaka sio wako? Nani kakwambia Mungu amekuchoka? Nani kakwambia malengo yako mwaka huu hayatatimia? Nisikilize, ile miezi 6 ya kwanza malengo yako kutokuonyesha nuru sio kigezo cha kwamba hayatatimia mwaka huu. Mungu ni Mungu wa goli la dakika za mwisho. Mungu hatabiriki. Hata kama mechi inachezwa imebaki dakika 1 mpira kuisha, Mungu anaweza kusawazisha goli 10 ulizotanguliwa na adui yako. Yamkini unajiona huko dakika za jioni, na ndio maana umeshaukatia mwaka tamaa. Nisikilize vizuri, ndio kwanza ni first half. Tumeanza mwezi wa 7, ni second half, ni kipindi cha pili, mechi bado mbichi. Hata kama adui kipindi cha kwanza cha miezi 6 ya kwanza alikufunga goli 5-0, kwa Mungu goli 5-0 zinarudi na unapiga la ushindi. Wako wapi hapa ambao wanaamini saa yao imefika ya kwenda kusawazisha goli walizotanguliwa na adui na kwenda kupata goli la ushindi? Ushindi utauona, usikate tamaa. Neno moja tu kwako, sema asante. Hata kama yote ya mwezi 6 ni mabaya, hata kama yote ya mwezi 6 ni magumu, hata kama yote ya miezi 6 yanachosha, hata kama yote ya miezi 6 ni giza tupu, wewe ibuka tu leo, mwambie Mungu, najua ni giza, lakini asante. Ataweka baraka ya kuchanua kwa ajili ya miezi iliyobaki. Haleluya! Wana wa Mungu ali hai, washindi wanapokea ushindi. Karapakoriasaka. Nguvu za Mungu zimetufunika katika jina la Yesu. Watu wa Mungu, lawama zinakata baraka kwenye safari ya maisha. Shukrani inaachilia neema ya kuokolewa. Palipo na lawama hapana utimilifu wa safari.
pana kuishia njiani. Palipo na shukrani pana utimilifu wa safari. Na ndio maana Injili ya Mathayo inaongea vizuri sana. Injili ya Mathayo ile sura ya 24 aya ya 13. Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 13. Inasema namna hii, Mathayo 24:13. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Unaona? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokolewa. Kwa hiyo siokolewi mwanzoni, ila naokolewa napovumilia hadi mwisho. Kwa hiyo unapoanza Januari bado kuokolewa hakupo, ila kuokolewa kutatimia utakapovumilia hadi Disemba. Si kama unanielewa? Kwa hiyo usidanganyike na yale madogo madogo unayoyaona sasa. Hayo ni kutendewa, ni mwanzo wa kutendewa. Usije ukawa kama wale wakoma 9 walipoona tu Januari wameambiwa mmepona, wakawa na kiburi, hawakurudi kusema asante. Matokeo yake Disemba hawakuiona. Kuna watu hawataiona Disemba kwa sababu hawakurudi kusema asante. Unataka uione Disemba yenye ushindi? Njoo leo kusema asante kwa Bwana. Weka na sadaka yako, tufanye misa pamoja hapa, tutaiona Disemba yenye ushindi kwa Bwana. Wapendwa, kubarikiwa ni mchakato. Na kubarikiwa na Mungu ni mchakato ambao siku zote huwa unahusisha mambo makubwa matatu. Kubarikiwa na Mungu ni mchakato ambao huwa unahusisha mambo makubwa matatu, ambayo ni haya yafuatayo. Kubarikiwa na Mungu ni mchakato unaohusisha mambo makubwa matatu, ambayo ni haya yafuatayo. La kwanza, unabii. Jambo la kwanza ni unabii. Jambo la pili ni utekelezaji. Alafu jambo la tatu ni utimilifu au kuokolewa. Kwa hiyo kubarikiwa na Mungu ni mchakato unaohusisha mambo makubwa matatu, ambapo jambo la kwanza unabii, jambo la pili utekelezaji, jambo la tatu utimilifu au kuokolewa. Wacha muda huu tujifunze jambo moja moja kwa sehemu, walau tupate definition zake, maana zake zitusaidie. Tuanze na la kwanza ambalo ni unabii. Unabii ni pale Mungu anapokupa maono au mafunuo kwamba mwaka huu utafanya jambo fulani na fulani. Na ukikaa namna hii unaona kweli huu mwaka lazima hayo mambo niyafanye. Nasema hivi, unabii mara nyingi huwa unakuwepo pale mwanzoni mwa mwaka au mwishoni mwa mwaka. Mtu anakuwa na maono, mtu anakuwa na mafunuo ambayo yamkini unayaota hata kwenye ndoto, au ukikaa unasikia huku ndani yako hayo maono. Unakaa kabisa unaiona picha kwamba huu mwaka huu lazima huu mwaka nifanye 1, 2, 3. Unakaa hata unaandika wakati mwingine ile mipango, unayaandika yale malengo, unapata nafasi ya kuyaombea, wakati mwingine unayatolea sadaka, wakati mwingine unapata nafasi hata ya kuyafanyia mfungo wa siku kadhaa, na unakaa kabisa namna hii unaona kabisa huu mwaka huu lazima hichi na hichi kitatokea. Huo ndo tunaita unabii. Huo ndo mchakato wa kwanza wawe kubarikiwa kwenye mwaka. Lazima ianzie kwenye unabii. Baraka haiji hivi hivi, inaanzia kwenye unabii. Afu pili ni utekelezaji. Hii utekelezaji iko namna hii. Utekelezaji hapa ndio mtu anaanza kidogo kidogo kutekeleza hilo jambo ambalo alikuwa na unabii nalo, alikuwa na maono nalo. Anaanza utekelezaji wake kidogo kidogo. Na anapoanza utekelezaji wake,
anaweza akakutana na njia ngumu katika kutekeleza, au anaweza akakutana na njia nyepesi katika kutekeleza. Mtu anapoanza utekelezaji anaweza akakutana na njia ngumu katika kutekeleza, au anaweza akakutana na njia nyepesi katika kutekeleza. Inategemeana na ukubwa wa yale maono aliyokuwa nayo, ule unabii aliyokuwa nao mwanzo wa mwaka, yale maono binafsi aliyokuwa nayo mwanzo wa mwaka, ndio atakayoamua awe na njia nyepesi au awe na njia ngumu kwenye utekelezaji wake. Sasa kuna baadhi ya watu akiwa kwenye njia ngumu huwa wanaanza kukata tamaa na kulalamika na sio kushukuru. Na kuna baadhi huwa wanaanza kushukuru wakiamini hizo changamoto ni darasa kwao la kuwafikisha na kuwaketisha kwenye ukuu. Twende kwenye jambo la tatu la mchakato wa kubarikiwa. Twende kwenye jambo la tatu. Jambo la tatu ni utimilifu au kuokolewa. Jambo la tatu ni utimilifu au kuokolewa. Utimilifu au kuokolewa, hapa ndio utimilifu wa maono au mipango yako uliokuwa nayo ukiwa mwanzo wa mwaka, mwanzo wa msimu. Hapa ndio ule utimilifu wa maono wa ile mipango uliokuwa nayo mwanzo wa msimu au mwanzo wa mwaka. Kujaribu kuangalia utekelezaji wake, kwamba umeenda vizuri na unaanza kufurahia kuvuna yale mazuri uliyoyapata. Hapa ndio unaona utimilifu wake. Hasa hapa kwenye utimilifu huwa panategemea kwenye hatua ya pili ulipitaje. Hatua ya pili ya utekelezaji. Kama kwenye hatua ya pili ya utekelezaji ulipokuwa unatekeleza na ukaona njia ngumu kwenye kutekeleza, ukawa mtu wa kulalamika, ukawa mtu wa kukatakata tamaa, ukawa mtu ambaye usali, huombi, hufungi, utoi sadaka, uendi kanisani, upokei ekaristi, ni mtu ambaye upo tu. Hii hatua ya tatu ya utimilifu na kuokolewa huwezi kuiona. Hii hatua ya tatu wanaionaga wale tu ambao kwenye hatua ya pili walikuwa ni watu wa shukrani. Haijalishi waliona njia ngumu, walishukuru. Haijalishi walikatishwa tamaa, walishukuru. Haijalishi walivunjwa moyo, walishukuru. Hao tu ndi ambao kwenye hii hatua ya tatu ya utimilifu na kuokolewa huwa wanaiona kwenye maisha yao. Wataona kile walichokipanda. Watu wa Mungu tulioko hapa, hebu jaribu kujitathmini mahala ulipo tangu tumeanza huu mwaka na hapa sasa ulipo. Kwenye yale maono ulioanza nayo mwaka, ule unabii binafsi uliokuwa nao, maana wewe ndio nabii wa maisha yako. Usitegemee kwenda kwa mtu akutabirie. Wewe ndio nabii wa maisha yako. Ule unabii ambao Roho Mtakatifu alikuvuvia huku ndani yako mpaka ukaandika huo unabii, yale malengo na mipango uliyoiandika mwaka ukiwa unaanza. Hebu jaribu kujitathmini katika utekelezaji wako. Sasa uko kwenye level gani? Kwenye njia, maana tupo katikati ya mwaka, na katikati ya mwaka inatosha kabisa kukupa picha kwamba utekelezaji wangu natekeleza nikiwa napita kwenye njia ngumu au natekeleza nikiwa napita kwenye njia nyepesi. Afu jaribu kujiangalia. We ni mtu wa shukrani au ni mtu wa manunguniko na malawama na kusingizia watu? Ukijiona we ni mtu wa shukrani, uko pazuri. Ukijiona we ni mtu wa malawama na manunguniko, uko pabaya. Sasa hujachelewa. Kumbuka tuko katikati ya mwaka, hujachelewa. Rudi leo kwa toba. Rudi leo kwa kulia rehema mbele za Bwana. Kama ni kusali huruma ya Mungu, kasali rozari ya huruma ya Mungu. Kama ni kuomba rehema, omba rehema. Kama ni kwenda kwenye kitubio, nenda kwenye kitubio. Alafu anza upya ukiwa mtu wa shukrani. Na unapokuwa mtu wa shukrani, ndipo Mungu anarahisisha yale magumu kuwa mepesi. Yale uliyoyakatia tamaa kuyawekea kuwezekana. Yale yaliyokuvunja moyo kukuwekea tumaini jipya. Wale waliokusengenya na kukusema vibaya, Mungu anainuka mwenyewe kukutetea na kukupigania. Wangapi hapa wako tayari kupiganiwa na Bwana kwenye safari hii iliyobaki ya kumaliza mwaka? Wangapi wako tayari kupiganiwa na Bwana? Mimi niko tayari.
Sijui wewe mwenzangu vipi? Kama uko tayari, twende tuombe sadaka zetu. Twende tuombe sadaka zetu. Kama umeshatoa tayari sadaka yako, usiogope, tunaiombea. Kama bado hujatoa, wewe ndio unajua utatoa kitu gani, tunaenda kukiombea hicho unachoenda kukitoa. Tunaenda kukiombea, tunaenda kukiombea, tunaenda kukiombea, tunaenda kukiombea, na tunaenda kusimama. Kumbuka kitabu cha Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Inasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kumbuka mwaka ukiwa unaanza, tulisema huu ni mwaka wa kutenda mambo makuu kwa imani. Kwa imani. Usipokuwa na imani, hauwezi kutenda mambo makuu. Kwa nini? Kwa sababu niliwaambia tukiwa Januari kwamba mwaka huu patakuwa na matukio mengi sana ya kutikisa imani zetu. Utasikia mara siji maandamano, utatikisika imani, utasema kuna maandamano, kwa siwezi kuona maendeleo hapa, nijiandae kujifungia ndani, biashara zitakufa. Hata kwa kweli ujenzi niliokuwa nimeanza hautaendelea. Ndoa yangu nilotakiwa nifunge mwezi wa 8, hii ndoa haipo tena. Watu watakuwa wanauana. Kwa utakuwa ni mtu ambaye utavunjika sana moyo. Ila watakaoendelea kumwamini Bwana katikati ya vita, katikati ya mapambano, katikati ya kumwaga damu, wao damu yao haitamwagika. Bwana atawatetea. Bwana hatoruhusu damu imwagike kwenye taifa. Bwana hatoruhusu njaa ikukaribie. Kwa nini? Kwa sababu wewe unamtumaini yeye na umekaa kwenye haki. Wewe kaa kwenye haki. Wewe kaa kwenye kutenda mema. Wewe kaa kwenye kuwatendea wengine mema. Kadiri utakavyokaa hapo, wengine watakapokuwa wanaona mauti, wewe utaona mauti. Wengine watakapokuwa wanaona mabaya, wewe utaona mabaya. Na Bwana atasimama kulitetea taifa kwa ajili ya mwenye haki mmoja atakayesimama kwenye haki. Mungu akusaidie kuelewa. Mwenye masikio na asikie. Karapakoria saka. Mwenye haki ataishi kwa imani. Kamata sadaka yako. Kandarabo shakara. Rama koriandere boshaka. Risa rama koriandeke sakata. Yafaa mmoja afe kuliko taifa zima liangamie. Yafaa mmoja afe kuliko taifa zima liangamie. Rama koriandere boshakata. Repo sakandarabu shakarabasiki. Bwana hatokubali mamia na mamia yafe kwa ajili ya raha ya mmoja. Bwana hatokubali. Rapa koriandere boshakata. Tanzania, na kupenda nchi yangu. Bwana hatokubali kwa ajili ya raha ya wachache wengi wafe. Yafaa mmoja afe kuliko taifa zima liangamie, na si taifa zima liangamie kwa ajili ya mmoja. Neno la Bwana ni lile lile, halijawahi kubadilika. Taifa zima halikuangamia kwa ajili ya mmoja, bali mmoja alikufa ili taifa libaki. Rapa koriandere boshaka. Rapa koriandere boshaka. Rebosaka rebosaka. Rekinda rabako riakashaka. Rapo shakata. Risakande. Ramande reboshaka. Sema haya maneno pamoja na mimi. Sema, Bwana Yesu. Sema tena, 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 Bwana Yesu. Ninarudi mbele zako. Ninaomba rehema. Ninaomba rehema. Ninaomba huruma yako mbele ya msalaba wako Yesu Kristo. Ninaomba rehema kwa ajili yangu, Bwana. Sema, Mungu, ninaomba unihurumie. Tangu nimeanza huu mwaka hadi kufikia sasa kwenye taifa langu, Mungu Baba, pamekuwa na matukio mengi ya kukatisha tamaa, ya kuvunja moyo, ya kuleta mauaji, ya kuliza wanyonge. Bwana Yesu, moyo wangu umevunjika. Kuna wakati niliona sitafika mbali. Kuna wakati niliona sitatoboa. Kuna wakati niliona sitofikia malengo. Ndiyo maana Mungu, ninarudi mbele zako. Ninaomba huruma yako. Ninaomba rehema zako. Ninaomba rehema zako. Bwana Yesu, ninaomba kwa damu yako ya thamani.
Baba unirehemu, Baba unihurumie, Baba unihurumie kwa msaada wa damu yako, kwa msaada wa damu yako na msaada wa huruma yako. Naomba Baba unihurumie, naomba Baba unihurumie kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba Baba unihurumie kwa msaada wa damu ya Yesu. Baba nisamehe kila nilipokuwa mtu wa kunung'unika tangu mwaka umeanza. Baba ninaomba unisamehe kila nilipojikatia tamaa na kuona haiwezekaniki tena. Baba ninaomba unisamehe. Sema, Bwana Yesu, hata kama njia yangu ni ngumu, hata kama njia yangu ni ngumu, ninasimama siku ya leo mbele ya msalaba wako. Ninakushukuru, ninakushukuru, ninakushukuru. Baba nasema asante, Baba nasema asante. Ndiyo njia yangu ni ngumu, ndiyo njia yangu ni ngumu, ndiyo njia yangu ina mateso, ndiyo njia yangu ina miiba, ndiyo njia yangu ina vicheko, ndiyo njia yangu damu imemwagika, ndiyo njia yangu ina mabaya mengi. Baba ninakushukuru kwa sababu umeruhusu nipite kwenye hii njia, kwa sababu unanipenda. Si kwamba umenitelekeza, si kwamba umenitupa, si kwamba umenisahau, bali Bwana unanipenda. Ndiyo maana niko hapa. Baba nasema asante, Baba nasema asante. Nikiwa nusu mwaka ninakushukuru Bwana kwa ajili ya yote. Rapa kuriasaka. Endelea kumshukuru Bwana kwa maneno yako, endelea kumshukuru Bwana kwa maneno yako. Mahala popote unaponitazama, mahala popote unaponisikiliza, endelea tu kumshukuru Bwana, endelea tu kumshukuru Bwana. Endelea tu kumshukuru Bwana, endelea tu kumshukuru Bwana, endelea kumwambia asante, endelea kumwambia asante, endelea kumwambia asante, endelea kumwambia asante. Maana wewe ndio unayejua maisha yako, wewe ndio unayejua kuliingiaje hapo, wewe ndio unayejua umefikaje hapo, wewe ndio unayejua ulianzaje mwaka, wewe ndio unayejua umeboronga mangapi, wewe ndiye unayejua umeshinda mangapi. Endelea kusema asante. Muda wa lawama umeisha, muda wa lawama umeisha, muda wa manung'uniko umeisha. Ni saa ya shukrani, ni saa ya shukrani, ni saa ya shukrani. Ni saa ya kuonyesha kuthamini wema wa Bwana maishani mwetu. Rapandekese. Ndio maana shukuru, ndio maana shukuru. Hauna kingine. Umpe nini cha kumpendeza? We mshukuru tu Bwana. Anahitaji shukrani peke yake, anahitaji neno asante, anahitaji neno asante kutoka kwako. Rapandekese. Baba asante. Raparika shaka. Baba asante. Ripandekerie. Uliotenda ni mengi mno maishani mwetu. Umefanya hili, umefanya na lile. Baba asante. Rapandikasa. Ripo yakata. Rapo shakama. Baba asante. Robo shanda rabusaka. Rapo rikata. Rika sakata. Ropo rika shamakoria. Baba tunakushukuru, Baba tunakushukuru, maana we ni mwema. Yote yaliyotendeka ni kwa nguvu zako, yote yaliyotendeka ni kwa uweza wako Baba, si uweza wa mtu hata mmoja. Ndio maana utukufu wote wa hapa tulipofika, utukufu wote Bwana ukurudie wewe, heshima zote Bwana zikurudie wewe. Rapandekeshe rimaka rekete raposha ribusakata. Tazama Bwana, hata watoto wako Mungu wakiwa wamekamata na sadaka zao, Mungu tunazileta kwako kama shukrani. Hata tutakaposali ile misa Bwana, ile tarehe 12, tunaomba Mungu Baba ukapokee nia zetu za shukrani. Tutakapotoa 1% hizi sadaka Bwana, tunaomba Mungu ukapokee shukrani zetu wote na ukaifikishe mbele zako. Kama sala yetu inavyopaa kama moshi wa ubani, ndivyo na shukrani Bwana ikapae Mungu Baba, katika damu ya Yesu na mwili wa Yesu katika misa, ili Mungu Baba maombi yetu yafike kwako katika jina la Yesu. Ulisema moyo uliopondeka hautaudharau, ndivyo tunavyoamini sadaka zetu na sala zetu Bwana hautazidharau. Tunamimina damu ya Yesu mahali hapa, tunaomba Mungu usikie kile tunachoomba katika jina la Yesu. Tunaamini Bwana yamefika kwako, tunaamini Bwana yametimia kwa uweza wako, katika jina la Yesu Kristo lenye mamlaka yote, na kila mwenye pumzi
aseme amen. Mungu awabariki sana wapendwa. Tumehitimisha sehemu hii ya kwanza ya semina yetu. Tukutane tena kesho. Unaweza ukatuma sadaka yako hiyo tuliyoiombea kwenye namba zetu za simu kwa wale ambao bado hawajatoa. Lakini pia Mungu anaweza kukugusa kutoa tena na tena, kuendelea kushukuru. Ni wewe tu, kadiri ya Roho Mungu anavyokugusa. Na Mungu aendelee kuwabariki katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen.